Yes, mtazamaji wa JNR Mchize TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Karibu sana tuzungumze soka. Naitwa Babu Ali. Niko na mzee wa data Ramadhan Baduke. Mzee wa data, tumeona teuzi za FIFA. Tukianza kwa Engineer Harris ambaye ameteuliwa na FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano vilabu kwa wanaume. Lakini pia tumeshuhudia rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Wallace Karia, akiteuliwa na FIFA kuwa makamu wa rais kamati ya mashindano ufukweni. Lakini pia tumeshuhudia Neema Haji akiteuliwa na FIFA kuwa kamati ya mashindano upande wa wanawake. Labda hii inaleta taswira gani? Ni jambo la kheri, jambo zuri. Kwanza linaitangaza nchi katika medani za kimataifa, hususan mpira wa miguu, kwa sababu kuna njia nyingi za kuweza kuitangaza nchi yenu juu ya mema mazuri yaliyopo katika nchi. Katika dunia sasa ya biashara, hilo ni jambo muhimu. Sasa njia mojawapo ni pamoja na kupitia michezo. Uteuzi wa FIFA. FIFA ni shirikisho la mpira wa miguu duniani. Sasa uteuzi wake huwa unahusisha watu wachache sana. Kwenye hao wachache, sisi kama taifa tuna watu watatu. Manake kuwepo tu kwao tayari kunaitangaza nchi, hilo moja. Lakini pili ni kunufaika na yale ambayo ndani ya FIFA wao ndo wataalam, ndo custodian wa mpira wa miguu, wasimamizi wa mpira wa miguu duniani. Manake tukiwa na watu wetu mule ambao ni Engineer Harris Said, tukiwa na Wallace Karia, tukiwa na Neema Haji, katika kipindi chao cha kutumikia hizo nafasi walizonazo, kwa vyovyote vile kuna mambo atakayoyapata ambayo yatakuja kuinufaisha nchi katika soka la wanawake, katika soka la ufukweni, katika soka la wanaume kwa ngazi ya klabu, ambao kwa ujumla wake inaweza pia kuja kunufaisha timu zetu za taifa kwenye maeneo hayo. Sasa hili ni jambo la msingi sana. Lakini ukienda kwa umahsusi, kwa mfano kwa Engineer Harris Said, hii ni nafasi ambayo inaweza pia ikasaidia kwake kupata vile small details vilivyojificha juu ya mafanikio makubwa kwa ngazi ya klabu, ambayo mwisho wa siku haitashangaza misimu miwili mitatu ijayo, pengine hata msimu huu. Kwa ufupi, ndani ya muda mfupi, yale atakayoyapata katika nafasi yake kama miongoni mwa wajumbe kwenye kamati ya mashindano ya klabu duniani ya FIFA, kuna uwezekano siku moja tukashuhudia klabu mojawapo nchini, ikiwemo klabu yake ya Yanga, ikitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho, halafu kupata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kombe la dunia ya klabu ya FIFA. Huwezi jua. Na nasema hivyo kwa sababu gani? Ni kwamba katika utekelezaji wa majukumu yake, tena tukikumbuka kwamba yeye ndiye kiongozi wa umoja wa klabu barani Afrika, ile ACA, maana yake na nafasi aliyoipata inamwezesha kukutana na magwiji nguli katika uendeshaji wa mpira wa miguu na hasa ngazi ya klabu. Kama unakumbuka vizuri Babu Ali na watazamaji wako, ni hivi karibuni tu imekuwa ni jambo la kawaida Engineer Harris Said kumuona akiwa na rais wa FIFA Gianni Infantino. Imekuwa ni jambo la kawaida kumuona akiwa pamoja na rais wa CAF, hapa tunazungumzia Dr. Patrice Motsepe. Ni kawaida kuwa katika picha ya pamoja kuonyesha kwamba wako karibu na rais wa klabu ya RS Berkane, ambaye pia ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Morocco. Hapa nazungumzia Fawz Lekja. Lakini ni kawaida kuwa na viongozi mbalimbali akiwemo rais wa klabu ya PSG. Hapa nazungumzia Nasser Khelaifi, ambaye klabu yake ndio mabingwa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lakini pia anapokuwa karibu na Dr. Patrice Motsepe, familia yake ndio inayomiliki klabu ya Mamelodi Sundowns, ambao msimu uliomalizika ilifika finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika. Hivi karibuni ilitoa lile taji la michuano mipya ambayo bado haijafanyika tena ya ligi ya mpira wa miguu barani Afrika, AFL kama unakumbuka vizuri. Lakini unapozungumzia Fawzi Lekja, klabu yake RS Berkane ndio mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliomalizika, wakicheza finali dhidi ya watani zao wa jadi Simba. Katika finali mbili wao wakishinda 2-0 kule Morocco, sare 1-1 nyumbani kwa Simba ambako ni kwenye uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Lekja na timu yake RS Berkane wakaibuka mabingwa kwa ushindi wa jumla wa 3-1. Sasa na viongozi wengine mbalimbali, anakutana na viongozi ile familia ya kina Motaung inayomiliki klabu ya Kaizer Chiefs, lakini yeye kama kiongozi wa klabu anakutana na marais wa klabu zote katika vikao vyao. Hapa unamaanisha viongozi wa klabu ya Al Ahli, viongozi wa klabu ya Esperance de Tunis, yote kwa pamoja katika mahusiano yao kwa ngazi ya FIFA. Maana yake ana kitu atakwenda kujifunza kile ambacho yeye hana, lakini kwa ujuzi wake naye anaweza kaambukiza wengine katika level za kidunia sasa, kwa sababu
Ndio maana unaona haishangazi sasa yupo na Nasser Al-Khelaifi, rais wa PSG, ambao ni mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya kama nilivyotoka kuzungumza. Lakini ni kawaida sasa kwenda kukutana kina Florentino Perez, rais wa Real Madrid. Lakini ni kawaida kukutana na vigogo wa klabu ya Liverpool, Manchester City, Manchester United, Inter Milan, Juventus Turin, Atletico Madrid na nyinginezo, ambao kwa ujumla wake kitendo cha kuwa wanakutana mara kwa mara kwa vyovyote vile kwenye discussion zao, kwenye majadiliano yao, kuna kitu atakuwa anajifunza kwamba Real Madrid imefanyaje mpaka kuwa miongoni mwa klabu kubwa duniani ikitoa mataji karibu ya michuano yote ya ngazi ya klabu kwa miaka tofauti tofauti, na ndio vinara kwa kutoa mataji mengi ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Hawa Al Ahly wamefanyaje mpaka kutoa mataji ya ligi ya mabingwa barani Afrika watakavyo katika kipindi kifupi walichukua back to back. Kama unakumbuka vizuri 2021 walichukua wao, 2022 23 walichukua, 23 24 walichukua, yani ndani ya misimu mitano walichukua mara tatu Al Ahly. Na huo msimu ambao hakuchukua 21 22 walifika finali, mabingwa wakawa Wydad Casablanca. Wanafanyaje? Lakini RS Berkane wanafanyaje mpaka mechi ya finali wanakuwa na ushindi kama ule wa 3-1 dhidi ya Simba, wanatoa ubingwa. Hizi safari zote kwa hao waliwahi kufanikiwa kina Esperance de Tunis, maana yake kwa Mamelodi Sundowns wanafanyaje? Wanafanya vizuri kwenye michuano ya CAF ambayo pira CAF huwa alivutii. Mamelodi bado anacheza mpira mzuri sana, halafu wanafika mbali, ingawa ubingwa wa mwisho wa ligi ya mabingwa alitoa 2016 2017 akiwa chini ya kocha Pitso Mosimane. Lakini wanafanyaje kucheza sex football halafu wanafanikiwa? Maana kwenye michuano ya CAF lazima uwe mjanja. Kucheza mpira mzuri, soka sambusa, soka biriani, huwa unaishia njiani. Hao wanaocheza hilo pira baya, pira lisilovutia, pira gimbi lakini lenye malengo ndio ufika mbali. Wao Mamelodi wanafanyaje? Wanacheza mpira mzuri alafu bado wanafika mbali. Kuna vitu atajifunza kwa manufaa ya Yanga na klabu nyingine nchini juu ya namna ya kusajili wachezaji walio bora kwa uwiano sahihi katika kila nafasi, namna ya kumanage masuala ya fedha ili kuwa na motivation, hamasa ya kutosha kwa wachezaji wao katika malipo, ikiwa kama sehemu ya incentives, vivutio vya kufanya uwe na wachezaji walio bora, namna ya kuifanya klabu iwe shindani endelevu, maana unaweza kawa msimu mmoja mmefanya vizuri, msimu uliopita mmepotea. Vyote hivi na vingine vingi juu ya kuongoza mpira wa miguu wanaweza wakajifunza mengi kupitia majukumu haya alionayo akiwa FIFA. Na ni kupitia huko pia Wallace Karia ambaye tangu atoe madaraka katika shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania inapiga hatua mno katika mpira wa miguu. Mahusiano yake kama shirikisho na mamlaka nyingine na wadau wengine na hasa serikali ambaye ndiye mdau mkuu katika mpira wa miguu na michezo mingine duniani kote, kufanikiwa ni nadra sana endapo hamna mahusiano mazuri na serikali kupitia organs zake kama wizara inayosimamia michezo, kama baraza la michezo la taifa kwa ujumla. Unafanyaje ili kuboresha zaidi pale ambapo kama taifa tumepiga hatua leo hii? Kwa mfano katika mpira wa miguu, ligi kuu Tanzania bara ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tuna ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi kuu ya Algeria, alafu ipo ligi kuu Tanzania bara. Ili kuendelea kuwa na hadhi hiyo na ikibidi kupanda zaidi, kwa vyovyote vile anavyokuwa katika kamati hizi anaongeza ujuzi. Na kwenye mpira wa ufukweni, soka la ufukweni, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo hivi karibuni zinafanya vizuri sana, mpaka zina ligi yake. Kama unakumbuka vizuri, wanaosimamia miongoni mwa makocha ni pamoja na kina Pawasa. Sasa Tanzania inaweza ikaendelea vizuri zaidi kwenye soka la ufukweni. Imeshapiga hatua, lakini inaweza ikapiga hatua zaidi kupitia faida itokanayo na rais wake, kwa maana Wallace Karia kuwa makamu wa rais wa kamati inayoshughulikia soka la ufukweni duniani. Kuna mambo mengi, lakini kwa soka la wanawake Tanzania imepiga hatua sana barani Afrika. Ina ligi kuu yake, hiyo haitoshi. Ni nchi ambayo ina ligi daraja la kwanza, yani ina championship ya mpira wa wanawake. Yani kuna nchi nyingine wakati zinaiga Tanzania juu ya namna ya kuendesha ligi kuu ya mpira wa wanawake, Tanzania imepiga hatua zaidi. Sio tu ligi kuu, ina championship yake. Sasa akiwa katika kamati ile, huyu Neema Haji, kuna vitu naye atavipata ambavyo vitafanya Tanzania izidi kujiimarisha na kuwa sehemu ya mataifa yaliyopiga hatua sana katika uendeshaji wa mpira wa miguu kwa wanawake duniani, Afrika kwa ujumla wake. Sasa kwa ujumla hao wote watatu naona kana kwamba kunaweza kukapatikana faida kubwa kwao binafsi na kwa taifa katika kipindi ambacho atakuwa anatumikia nafasi zao. Lakini ni ishara pia kwamba
nchi ina watu wa kuaminiwa wenye ujuzi na uwezo katika kutimiza yale ambayo FIFA imeyapanga katika mipango yake katika kipindi ambacho watakuwa madarakani. Sasa Mzee wa Data, bila shaka mimi nimekuelewa vizuri pamoja na watazamaji wako. Shukrani jazilan. Yes, Mzee wa Data, nilikuwa nikimuuliza vile ambavyo inaleta taswira gani tukiona Watanzania watatu wakiteuliwa kwenye kamati za FIFA. Tukiona Wallace Karia akiteuliwa kuwa makamu rais na FIFA kwa upande wa soka la ufukweni, lakini Neema Haji akiteuliwa kwenye kamati kama mjumbe wa soka la wanawake, na pia tukiona Engineer Heri Saidi akiteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano upande wa vilabu kwa wanaume. Mzee wa Data ameeleza taswira ambayo unaiona, lakini pointi ya msingi, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata habari zetu za michezo na burudani. Mimi ni Babu Ali, nyuma kamera yako mwenzangu ambaye anaitwa Stan. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.